Hapa ndipo siri ilipo. Je, unawezaje kutambua chanzo kile unachokiona katika ndoto? Je, kila ndoto ya chakula ina maana moja? Na je, Mungu anaweza kutumia chakula kama ishara? Na je, adui anaweza kutumia picha za chakula kuleta hofu? Na muhimu zaidi, muumini anapaswa kufanya nini anapoamka baada ya kuota ndoto ya chakula inayomsumbua? Tutachunguza haya hatua kwa hatua ndani ya maandiko. Twende Babeli kwa Danieli. Danieli alikuwa mateka, lakini jambo la kwanza ambalo mfalme alitaka kubadilisha halikuwa kazi ya Danieli, lilikuwa chakula chake. Kwa nini? Kwa sababu chakula katika ulimwengu wa kale kilikuwa ishara ya utambulisho na ushirika.